Mataifa mengi yanakuja Tanzania kwa ajili ya kubadilishana uzoefu na kujifunza kutoka kwa nchi moja na nyingine. Leo hii tumepokea delegation, ujumbe maalum kutoka nchini Urusi, na ujumbe huu umekuja kwa ajili ya masuala ya misitu. Sisi tunasema asante kwa Mheshimiwa Rais, ni kutokana na utawala bora. Kwa hiyo ujumbe huu umekuja na tumekuwa nao hapa Dodoma Mtumba. Tumewaeleza ni namna gani sisi wa Tanzania tunalinda misitu yetu. Misitu hii ina faida sio tu kwa Tanzania, lakini kwa Afrika na duniani kote. Lakini pia tumebadilishana uzoefu kwamba sheria zipi ambazo tunayo misitu ya serikali kuu, tunayo misitu ya vijiji, namna gani tunailinda misitu, lakini pia sasa hivi tunaendelea na masuala mazima ya uwekezaji katika masuala ya misitu, na hivi sasa tunaenda kuangalia namna gani tunaweza kuwekeza utalii katika misitu. Mfano, kuna maeneo ya misitu, kuna utalii wa kushindana na magari, kuna utalii wa kupanda milima, lakini pia tunaendelea na masuala mazima ya uwekezaji katika maeneo yetu mbalimbali. Kuna mashamba ya serikali, kuna mashamba ya watu binafsi, na hivi sasa tunaendelea na utaratibu wa kuzalisha bidhaa za misitu. Tutengeneze bidhaa mbalimbali kama furniture na baadaye tusafirishe nje ya nchi. Lakini pia tumejadili masuala mazima ya mimea vamizi. Namna gani tunaweza tukaepukana na mimea vamizi, tunaweza tukadhibiti mimea vamizi. Kwa hiyo ugeni huu ni muhimu sana. Utakumbuka kwamba nusu ya eneo la nchi yetu ni misitu. Tunazo hekta takriban 48 milioni, ambapo ni almost nusu ya eneo la nchi ni misitu. Kwa hiyo misitu hii lazima tuitunze na yenyewe itatutunza. Ndio maana tunasema tumerithishwa, tuwarithishe. Hii yote ni kutokana na uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe, sisi Tanzania tuna ubalozi Urusi na Urusi wana ubalozi hapa, lakini vile vile watalii. Urusi ni moja ya nchi ambayo imeendelea kuleta watalii kwa wingi sana. Kwa hiyo mashirikiano kama haya ya kidiplomasia, ya kimataifa, ni mashirikiano ambayo tunaendelea kuyaunga mkono. Wakati umefika sasa wa kutumia teknolojia sahihi kwa ajili ya kutunza misitu yetu. Wakati umefika sasa wa kutumia sayansi katika swala zima la ulinzi wa maeneo yetu. Haya maeneo ya misitu kwanza ni vyanzo vya maji, na ni lazima tupeane elimu. Maeneo haya ya misitu tusivamie, tusipeleke mifugo, tusilime yaliyohifadhiwa, kwa sababu maeneo haya yanatoa maji, na nchi yetu tunahitaji maji katika maeneo mbalimbali. Maji kwa ajili ya nishati ya umeme, maji kwa ajili ya viwanda, maji kwa ajili ya kaya, familia, mashule, maji kwa ajili ya zahanati. Hasa hii misitu lazima tuilinde. Kwa hiyo tumezungumza swala zima la ulinzi wa maeneo yetu kwa teknolojia sahihi ya kisayansi. In fact, it's our first visit to Tanzania, and we think it will be a great adventure for us, for both countries. Because first of all, we're interested in Tanzanian students. We are interested in fields of Tanzania where our students can have practice, especially in terms of bioeconomy and ecology, because Tanzania is very rich by biodiversity and it's a really great place to analyze nature. Other things that I think very important for us is tourism. We would like to cooperate in that sphere, especially in ecotourism. It means not just tourists who are coming to some cities, tourist means coming to forest, to nature. And it helps us for all people in the future to understand better life we live together.